Naam, ujambo kokote uliko na karibu tena kwenye habari zetu za sasa. Jina langu ni Clinton Shim. Tuko katika kaunti ya Mombasa, sehemu ambayo inajulikana kama vile Bamburi, ambako tukio ambalo naliweza kulitazama kwenye runinga yetu ni kwamba kuna baadhi ya maafa ambayo yameweza kutokea masaa machache yaliyoweza. Ni kwamba kuna jengo ambalo liliweza kuporomoka katika sehemu hii na baadhi ya watu wameweza kuyapoteza maisha yao katika eneo hili, na vituo vya polisi mbalimbali vinaweza kuhakikisha tu kwamba kila kitu kipo shwari. Utaniruhusu tuweze kujongea tuone ni kipi ambacho kinaendelea katika sehemu hii. Na wakazi wa eneo la Bamburi wakipanga jinsi watakavyofukua miili ya wenzao iliyofukuliwa kwenye jengo ambalo unalitazama. Kulingana na ripoti tulizoweza kuzipokea ni kwamba watu hao walikuwa wakitazama mchezo wa mpira wa miguu ambao ulikuwa unaendelea hapo jana mida ya saa 10 tukio hili lilipotokea. Kulingana na baadhi ya wale ambao waliweza kuhojiwa kwenye runinga yetu hii ya Shims Media KE, waliweza kutueleza kwamba mida hiyo ambayo kisa hiki kiliweza kutokea, wanamshukuru Mola kwa maana stima ilipokuwa imepotea, watu kadhaa walikuwa wameondoka kwenda nje. Iwapo wangekuepo kwenye jengo hilo, huenda maafa yangekuwa mengi zaidi. Na polisi wameweza kutumwa katika eneo hili ambako natazama ili kuweza kushika doria kuhakikisha kwamba usalama upo, kwa sababu kulitoka amri kutoka kwa gavana Abdul Somad kwamba majengo yaliyoko mbele ya jengo hilo ambako maafa yamefanyika yanahitajika kubomolewa. Huku pilika au shughuli za kwanza kufukua miili za waliofukuliwa kwenye mchanga zikianza kung'oa nanga, wakazi wa eneo hili wanasema shughuli hiyo itakuwa shughuli nzito zaidi, kwani walikofukuliwa wapendwa hao ni shimo ambalo ni ndefu zaidi, na shimo hilo linaaminika kuwa na maji. Hata hivyo, wameweza kuirai serikali ya kaunti ya Mombasa na kuisii kwamba iweze kutuma magari ya kuvuta maji, sio mawili wala matatu, ili iweze kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanywa kwa wakati unaostahili. Shims Media tulikita kambi mida ya saa 12 katika eneo hili, shughuli zote zikiwa bado hazijang'oa nanga, huku baadhi ya wakazi wakiweza kasirishwa na jinsi uokolewaji huu unavyoendeshwa. Wanasema kisa kilitokea hapo jana tarehe 20, hadi sasa bado hamna lolote lililoweza kufanyika. Hatuna haki zetu, ndio maana unaona watu wetu wako hapa. Sisi hiyo hatukubali. Kuna watu wanashimba mashimo, hata wakija pale watasaidia hata kuliko hao watu wako hapa. Mimi naitwa Natasha. Kwa majina naitwa Natasha. Tumekuja hapa tangu jana saa 11. Tangu saa 11 hakufaniki jambo lolote, yani watu wanatoka. Tungeomba gavana wanakuja tu akina nini mkono wake hapa bwana, tusaidie. Hao ni watoto wa watu, familia ziko hapa zinasononeka. Tungeomba usaidizi, hao watu watolewe hapa.
Oye, sisi tunataka mili ya ndugu zetu itolewe. Sisi tuje tuze sura tangu jana mpaka leo hakujaeleweka. Sisi tunataka kitu kieleweke, mili itolewe. Sawa, mambo fire nini hatutaki, hatujaangalia fire wala magari. Sawa, sisi tunahitaji ni mili ya ndugu zetu itolewe. Sawa, mimi naitwa Hamisi. Hamisi nani? Hamisi Juma. Mambo ni kama jinsi unavyotazama kwenye video yangu ni kwamba washika doria tayari wameweza kushika doria katika sehemu hii, huku ulinzi ukiweza kuimarishwa kwa njia ambayo ni kubwa sana ili kuweza kuhakikisha kwamba shughuli hii ya kuweza kufukua waliozama kwenye shimo hilo imeweza kuendelea vilivyo, na kila kitu wana usalama wameweza kuhakikisha kwamba kila kitu kitakuwa shwari. Anza sasa, unaweza kwa jina lako alafu tueleze. Sawa, tuende. Kwa majina yangu kamili naitwa Nyawa. Jina langu nickname ambalo linajulikana naitwa Githurai 44. Na ndugu zetu walipromokewa kuanzia jana saa 10. Ushona na magari yakaja hapa ili waje wasaidie, lakini hawajaanza formula yote ya kuwa pale ndani. Sasa mpaka saa hizi tuko hapa na wale watu, ile shimo lilipasuliwa mwamba. Sasa yale maji yakitolewa bado kuna mengine yanatoka chini yanarudi juu. Sasa unless wafanye kama matatu hivi yavute maji kwa pamoja, ndio wale watu wakuta lishajaa tena. Kila kienda kirudi watakuta lishajaa tena. Ushona. Kwa hivyo watakuwa kazi bure wanafanya. Na sasa umesema kuanzia jana saa 10 mpaka saa hii hakuna chochote ambacho kimeweza kutokea. Labda kama mkazi wa hapa, nyinyi wenyewe mnajisije? Tunasikia hasira sababu wao walioanguka ni ndugu zetu. Tunasikia uchungu sana. Tuna huzuni. Na mnawajua ni akina nani labda ambao wameweza? Tunajua mmoja ambaye anaitwa Dula ambaye ni manamba anajaza gari hapo stage. Labda kisanga hiki kilitokea mida ya saa 10 ile boli ya Manchester ikiendelea, na kutokea muda ambao kisanga hiki kiliweza kutokea. Vitengo vya usalama viliweza kupata ripoti kwa muda ambao ulistahili. Walipata habari wakati wa mapema kabisa. Kama ingekuwa ni kuokoa, ingekuwa shaokoa, lakini ni kama wameshindwa kuokoa, sababu pia ujenzi wenyewe pia ulijengwa pale nyumba zimeshikana. Na Said, labda uweze kutuelezea nini endelea, maana tukiweza kuangalia hapa nje watu wako tu nje, hatuelewi kile ambacho kinaendelea. Nyinyi wenyewe mnasema bado chochote hakiendelei. Kuanzia saa hii hakuna kitu kinaendelea, kwa sababu hakuna hata mtu ambaye ameingia hapo ndani, hakuna mwenye amejifunga kamba kwa kujihami kuwa yuingia hapo ndani. Sasa tuseme hakuna kitu kinaendelea, ni kujazana tu na kuangalia tu kama sherehe. Kwa hivyo hizi magari hata labda ombi lako kwa serikali? Mimi nailaumu kwa sababu kama ambao wako kazini ni kama hakuna kitu wanafanya, hakuna kitu wanajua. Walaajiriwa lakini si kazi zao. Kumaanisha bado hakuna mtu yote hata mmoja ambaye ametolewa. Hakuna hata mmoja aliotolewa. Kama hizo. Waajiri Ali Mwinyi Kenga ni mkazi hapa Bamburi. Mimi naomba yetu, tunaomba hawa ndugu zetu, ijapokuwa maiti hivyo vyote, lakini hivyo vyote tunaomba wasilale leo. Ndugu zetu tuko nao hapa, hawakujua kwamba itatokea. Ni jambo la Mwenyezi Mungu. Naomba county government ichukue response ya watu, maana hata njia yenyewe haijapatikana hapa kuingia pale. Sasa hata wenyewe watafanya kazi vipi? Tunaomba watafute njia na minzi ya njia ipatikane pale, wale jamaa waokolewe, ikiwa tunajua washaga washatuacha. Hiyo ndo maoni yangu. Naomba leo jamaa hao walikuwa wanafanya nini katika nyumba ambayo iliweza kuporomoka? Wale jamaa si kwamba alikuwa wanka pale tu, ni wanaangalia mpira. Unajua mambo ya mechi bwana, kila mtu ana starehe yake. Hata mimi na starehe, lakini wenzetu wana starehe zao kama vile mpira. Wengine hata walikuwa hapo klabu, lakini wao walikuwa kwa ile banda la video. Sasa lile shimo si kwamba tili libeba ile banda zima, walioko mbele ndio walishuka na ile shimo, kwa sababu ile shimo ndio ilikuwa mbele yao, ikaenda ile banda kwa mbele, wakashuka. Hata televisheni pia hiyo na ilishuka na hao jamaa.
na alafu ukuta paka nusu ukuta kama robo ukuta ya klabu ya Happy Bar pia hiyo nayo ikaporomoka. So hapa kwa ujumla ni kusaidiana. Hii imekuwa ni maiti. Labda una idadi kamili ya walioathirika kwenye maporomoko hayo? Muna idadi ya watu kamili walioathirika? Mimi kusema kweli idadi sijaipata vizuri, lakini inasemekana kama kwa madai kama 3 4. Hiyo ndo naisikia kwa fununu, sababu hatukuingia, tulisikia tu limeporomoka. So tulivyosikia fununu watu wanasema 4 mara 3, na hata huenda wengine ni hapa mtaani pia. So tunaomba county ifanye vyovyote. Maana tunashangaa hata nyinyi wenyewe mfika na habari, lakini njia iko wapi ya kuingilia pale? Hakuna. Tufanye nini? Wakenya wenzetu. Kuna wale hata watoto wao sasa wanashangaa kwa nini. Kwa hivyo tunaomba jamii, sisi ni wananchi, tunategemea hao. Lile jambo limetushinda. Wajitokeze waokozi pale wafanye wote, watoe ile mili. Angalia hata mili ustiriwa pia, tukaangalia vile kuna michango gani tutafanyaje. Au sio jamaa? Kwa hivyo tuombeni Mungu. Bidii watu wasilale. Wakilala sasa sisi tutalamu nini zaidi hapo? Kwa majina ni Masika Junior. Mimi ni mkaji hapa Bamburi. Ile kisanga imetupata kutoka jana mpaka leo, si kisanga ambaye kidogo tutaifurahia. Kiukweli ni ya kuhuzunisha, ya kuhurumia, maana wale nyoko pale ndugu zetu ni Wakenya wenzetu. Na kutoka jana saa 1 mpaka sasa hivi mimi nilikuwa nimetarajia kama kikosi maalum ingekuwa hapa angalau it rescue Wakenya wenzetu, maana wale ni ndugu zetu na ni watoto wetu. Kwa mfano huenda county ama national government wamechelewa kufika, kwa sababu mimi mwananchi wa kawaida sina pesa nyumbani ningelipa watu wa kawaida waje to rescue. National government wako na uwezo huo. Kufika kutoka jana mpaka leo national government wamenyamaza, ni parastato nazunguka hapa kutoka jana mpaka usiku na hakuna usaidizi wote mpaka sasa hii mjengo haijafanya lolote. Mimi ningeomba wahusika, county, national government, any parastatus please come to help us. Bamburi incidents ambayo imetokea, na mimi ningeomba hao Wakenya wenzetu wenye ambao mpoteza maisha yao, na tungependa hivyo maana ni wazazi pale na ni mandugu zetu. Mimi ningeomba tafadhalini wahusika, tafadhali mkuje kwa haraka mtusaidie. Tujue kinachoendelea, maana kwa sababu mimi sina idadi ya wale walio wamezama, na mimi sina uwezo wa kwenda kuwasaidia. Hata wakaniambia nini wasaidie, pia mimi siwezi wasaidia. Maana sina. Shughuli nzima imeweza kusimamishwa. Labda ni nini ambacho kinaendelea kwa sasa? Mimi siwezi sema kwa sababu hata nimebaniwa nisiingie. Maana siwezi shuhudia uongo kitu yenye sijaona. Na kingine ningeomba Wakenya wenzangu, vijana wenzangu, maana hapa hivi wote ni majenzi. Ningeomba tukue wapole, pia sisi tusijiletee kama tumekatashwa. Tutii wito, tusiende pia tukajiingiza pale penye ambapo tuwezi jinasua. Tafadhalini tufuate. Alafu naelezaje wale wenye wanaundanga mavideo wafanye nini? Pale kwa video mimi siwezi kataa. Kwa video hapa Kenya kitu kwanza hakuna kazi. Siwezi mlaumu ule mwenye video. Mwenye nalaumu construction, parastazo wa construction, hao ndio wenye nalaumu. Because wale watu walikuwa wamekuja kupewa plani mzuri, hii kitu ingetokea mpaka leo. Yule mtu wa video yeye hana umaarifa ama ujuzi kuweka ile mjengo pale. Wenye wana maarifa na ujuzi construction, wenye ambao wanaweza tuelekeza kujenga pale penye inawezekana penye hiyo ni umma. Pia anajitafutia riziki, na yule pia kama jana kulikuwa na kazi, kulikuwa ni public, ilibidi hata mimi mwenyewe na pia pale pengine ingekuwa labda ingetokea. Mimi nalaumu construction, hao ndio mimi nalaumu sana, hao ndio nalaumu kabisa. Alafu kuna madai kwamba kuna majumba hapo yanafaa kuvunjwa ndio kosa njia ya kuweza kuwatoa wale watu. Je, unasemaje kuhusiana na kwa nje wa kawaida? Hakuna kitu yenye sema ati kuna ujuzi watatumia. Ujuzi national government, county government wanayo. Labda mnakilio kwenye government siku ya leo, kwa sababu tukiangalia inakaribia kuchukua kama masaa 24 kabla chochote kufanyika. My dear, wacha niseme hivi. Mimi ni mkono mdogo. Kwa vile hatuna hela, hiyo ni kweli. Kenya usipokuwa na pesa usaidiki kwa vyote vile. Ndio kwa maana umeona hata hapa kwa sahi national government parastatos wanazunguka tu, hakuna kitu wamefanya. Lakini ingekuwa niko na hela, my dear, I promise you, sasa hivi watu wangekuwa washatolewa.
Sawa, kwa vile hapa ni Bamburi, sisi ni watu wa hapo nyewe wanaishi maeneo haya. Ni masla, hii niseme kweli masla totally asla. Na hata walioko ndani hao na pesa, ndio kwa maana bado sasa wako ndani. Ningekuwa kuna pesa ama baba yako na pesa, I'm sure ngoshatolea. Labda kuna familia ambao umeweza kuona watu wameweza kujitokeza. Kwa familia kiukweli. Naam, niweze kufahamisha tu wazi kwamba kiini kikuu cha poromoko la jengo hilo ni kwamba lilikuwa ni jengo la kuonyesha mpira wa miguu, yani video, ambapo watu walikuwa wakisanyika kutazama mchezo wa mpira, haswa mpira wa Uingereza, Arsenal, Manchester United, mpira wa Chelsea, ambako walikuwa wanakusanyika kwenye video hiyo. Na chini ya jengo hilo la video kulikuwa inasemekana kwamba kuna shimo kubwa sana chini ya jengo hilo, ambapo video hii ilikuwa imejengwa juu yake. Kwa hivyo kwa zile harakati za vijana kusherehekea bao, wanaruka juu, wanarudi chini, kulikuwa kwamba waliweza kuzama ndani